Mpango wa bara la Afrika wa kuruhusu soko huru miongoni mwa mataifa, yani AfCFTA, ni miongoni mwa mipango kabambe iliyosaidia kuwezesha ufanyi biashara na kukuza ujumuishaji miongoni mwa Waafrika. Mnamo mwaka wa 1963, Umoja wa Mashirika barani Afrika, yani OAU, ulianzishwa kwa nia ya kuanza soko huru la Umoja wa Afrika. Mwaka wa 2018, mwezi wa Machi tarehe 21, mataifa 44 kule Kigali, Rwanda, yakatia saini ya makubaliano hayo. Mnamo mwaka wa 2021, biashara katika soko hilo huru miongoni mwa mataifa ya barani Afrika ikaanza rasmi kwa lengo la kukuza harakati huru za kibiashara katika soko hilo moja. Hujambo na karibu katika makala hii ya makutano ya fursa. Naitwa Lauzi Wagambo. Mjini Malindi, wapo wanawake wachapakazi kutoka Rwanda waliochukua hatua ya imani kutoka kwao na kukita kambi mjini Malindi wakiwa na nia ya kujiendeleza kimaisha. Na wakuta wakiwa katika eneo lao la kazi la uokaji wa mikate. Claire Majambere, aliyewasili nchini Kenya miaka 3 iliyopita na ambaye sasa hivi ni msimamizi wa waokaji, ni mwingi wa furaha na tabasamu. Anaeleza msukumo wa kuacha nchi yake na kufanya mji wa Malindi makao yake na hata mahali pa kupata mapato ya siku. Safari ya kutoka huko kufika hapa, kwetu nilitoka saa 12 za usiku, nilifika hapa saa 2 za asubuhi. Ukifika kwa boda ya Uganda ni mpaka wafanye checking ya kila kitu. Umetoka nacho umeingiza kwa account nyingine. Kutoka hapo unaingia kwa boda tena ya Busi unaingia Kenya. Nilipita Uganda, nikapitia na Busia. Kutoka Busia unaingia huko Kenya. Nikaishi huko Kenya miezi 6 kaisha, nikaenda huko Taveta kuongezea huko. Kuongezea time unamaanisha nini? Usikae huko hana ID. Ni mpaka time ya ulidungiwa huko kwa boda ikiisha, uende huko kwetu kuongezea time, ama uende huko kwa immigration uongeze time yako kabla hujapata ID ya huko Kenya. Safari yake haikuwa na changamoto yoyote ya kimipaka, kinyume na mafikirio ya wengi. Akiwa amejihami na vibali husika, Claire aliwasili Malindi na ameendelea kufanya biashara mjini pasipo bugdha yoyote. Tulianza na material peke, lakini tulikuwa na mtu agent wa taifa akatuletea kila kitu. Tukatengeneza kwa roho ya mtu. Kidogo kidogo tunalipa ikaisha. Hizo interest tulipata huko ndio zimetusaidia every day. Hiyo time biashara ilikuwa nzuri, lakini ngumu ya kulauka masiku na kulala kuchelewa. Kazi unaanza saa 9 za usiku, ukaimaliza saa 2 za asubuhi tena ukaanza ingine ya mchana. Hiyo ya mchana ikafika saa 5 za usiku, kaenda kupumzika kidogo. Ni hivyo. Mwezi mmoja, wa pili, wa tatu, hivyo. Kutokana na ukuruba mzuri na wenyeji nchini, hali hiyo imemwezesha Claire kupata faida nono mwanzoni. Ila hata hivyo, kutokana na changamoto za hali ya uchumi nchini, faida imepungua. Ananieleza katika siku nzuri ya biashara aliweza kutia kibindoni shilingi 50,000 za Kenya kila mwezi.
jambo ambalo lilimwezesha kupanua mipaka ya biashara yake na kujenga matawi katika eneo la Kilifi mjini na hata eneo lile la Mazeras. Tulianza kuongeza biashara huko. Biashara moja iko Kilifi, amekuwa kampuni nyingine kama ile, na Mazeras huko ni 3. Kila mtu alifanya biashara na kwetu. Hana neno ya Wakenya, haina stress. Bakikuja kuchukua mzigo unawapeana. Hana neno, hawachukue pesa waende hivyo. Umeona mtu wa Meru ametoka huko Meru, hujui ni wa wapi, akakuonyesha mimi siku hizi nimeishi hapo ndio nimekodesha, lakini akakuja kusupply. Hana neno. Hakuna Mkenya mwizi. Kando na mahali pazuri pa kufanya biashara, penzi lilimpata na kufanya familia yake kupanuka. Ndoa iliyokaribisha mwanawe wa kike wa miezi 4. Tulipatania huku. Yeah. Unajua wanaweza furahia like kwani walikuja wakapatana vipi? Mlikuwa mnafanya wote kazi ama alikuwa anakuja kuchukua biashara, kuja kuchukua mzigo? Hivyo najua alikuja kuchukua mzigo. Akiniona tu. Yeah. Mimi nilikuwa na tamaa ya kuolewa na mtu. Nilikuwa na tamaa ya kulea watoto hana mama na baba. Hiyo ndio ilikuwa mind yangu. Sasa ikawaje ukole? Sijui imekuja kivipi. Kidogo. Napenda tu. Ya mapenzi likuja kidogo. Nakutana na Christine na Mukeshi katika upande wa kusini mwa mji wa Malindi, ambaye ni mwanabiashara wa mboga. Ananieleza kilichomvutia kufanya biashara humu nchini na safari yake kutoka Rwanda. Nilikuja huko Kenya mwaka uliopita 2021 mwezi wa 9. Sasa nilikuja kuolewa na huyu bwanangu. Haya. Sasa nikakaa nyumbani kama mwaka 1.5 ndo nikazaa. Alafu after kuzaa mtoto alikuwa na mwezi 1.5 ndo nikaanza hii biashara. Kaenda huko sokoni nikachukua hizo tomato, viazi, matoke, nikauza kila asubuhi na mtoto wa mwezi 1 nikaenda nao asubuhi, nilikuwa nalauka saa 11:30 hivyo. Na huo mtoto tukatoka, nikifika hapa nikapanga hizo vitu kwa kibanda. Nilikuwa sijajua mabei ya hizo vitu, lakini nilipata wa friends wakanisaidia nikapata hizo vitu. Sasa nikifika huku nilipata wateja sana wenzangu wa Rwanda, wakanisaidia, walinipromote sana kabisa. Sera ya uhuru wa kuingia na kutoka katika mataifa ya bara la Afrika imewawezesha Claire na Christine kusafiri, kuishi na kufanya biashara pasipo mushkil wowote. Ni jambo linalochangia kwao kujituma na kujikaza zaidi kwenye biashara zao. Kuondolewa kwa vizuizi vya usafiri vimewasaidia kufaulu katika nchi ya kigeni. Imenisaidia hana mtu menizuia kuingia na kutoka tu. Nimetembea kama kwetu. Kwenda na kurudi ni rahisi. Ona mtu umeogopa kurudi kwao, ametoka kwao ako na makosa mengi. Lakini mimi hana makosa. Matumaini na malengo yao ni yepi kuhusu biashara katika miaka 5 ijayo? Mpaka tutafute mahali ya kujenga kwetu. Ya, ukimaliza kazi ya auti mpaka kurudi kwenu. Ya, sasa unarudi kwenu hakuna mahali ya kuishi. Ukipata pesa
unajenga ama ongeze biashara. Kila mtu ako na nyumba yake kwetu. Nilikuwa na tamaa ya nyumba na gari nzuri. Ndio nilikuwa na tamaa hiyo tu. Nikasema huku nafanya miaka 3 nipate nyumba nzuri na gari nzuri, niende huko kwetu. Na wito wao kwa kina mama kote barani Afrika ni upi? Sasa hao nawaambia watoe mikono kwa mifuko, watafute kazi, ndio wasiteseke sana. Najua huku bwana hawezi kupata pesa ya kutosha kila kitu. Nawaambia wasiogope, watafute pesa, wafanye kazi, ndio itakuwa vizuri. Kwanza utoto wangu sijafanya kazi ndogo ama rahisi. Kazi yangu imekuwa kazi ngumu. Sipendi kukula ndiko hivi niketi huko nyumbani niletewe chakula. Si vizuri. Unachokesha bwana wako na familia yako. Mama unaogopa kufanya kazi ngumu, si vizuri. Kazi yote ni bidii. Ukikuwa na bidii ukafanya, unaendelea. Ukikuwa hana bidii ukafanya leo ikashuka, unasema ngoja niache. Lakini ukikuwa na bidii hujaacha, unafanya tu. Kila kazi ni kubambana. Hujaona hawa mama wamezungusha mboga kwa kichwa, wakatembea na miguu. Sasa hiyo kazi na ile yangu ngumu ni ipi? Ni ile yao ya kutembea na vitu kwa kichwa, hujajua unazipeleka wapi. Mdogo ule unatembea kwa kichwa, kumipeleka kwa duka bado hajashindwa. Katika sensa ya mwaka 2019, serikali ya Kenya ilitoa vitambulisho kwa raia 13,000 kutoka Rwanda ili kuwasaidia kupata huduma zaidi na kupanua mbawa zao za kibiashara. Kufikia mwaka 2024, idadi ya wakimbizi nchini Kenya ilifikia 774,370 kutoka mataifa ya Somalia, Sudan Kusini, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Ethiopia na Burundi. Hadi kufikia mwaka huo wa 2024, wanachama wa AfCFTA umefikia mataifa 54 kati ya mataifa 55, huku nchi ya Eritrea likiwa taifa pekee lililobakishwa nje. Ni dhahiri shahiri kwamba mpango huu umesaidia wanabiashara kufanya biashara huru na kukuza mtagusano miongoni mwa Afrika. Shukran kwa kutegea makala hii ya Makutano ya Fursa. Nimekuwa wako msimulizi Lauzi Wagambo. This content is produced as part of the Move Africa project, commissioned by the African Union Commission and supported by the GIZ. The views and opinions expressed are those of the authors only and do not necessarily reflect those of the GIZ or the African Union.